Nakushukuru Bwana kwa We Mungu mzuri wewe, Mungu mzuri wewe, Mungu mzuri sana wewe. Unaweza kufanya mambo yaliyo juu ya akili zetu na fahamu zetu. We Mungu unafanya mambo ambayo tukiyasikia, tukiyaona Mungu, macho yetu na masikio vinawasha. We Mungu wewe, Baba wa rehema nyingi, ninakushukuru kwa ajili ya maisha ya Josephina Yesu. Ninakushukuru Mungu, sina hata kitu cha kusema. Baba, ninanyenyekea kwako, umetutendea kwa ukarimu mwingi Baba. Tukurudishie nini Mungu? Turudishe nini Baba? Turudishe nini kwako? Yes, popote ambapo naendelea kufuatilia kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV, ukiwa na mimi Messi Malio, tukiwa tunaendelea kukuletea shuhuda mbalimbali kupitia kituo hiki bora kabisa cha matangazo. Na niko hapa na ushuhuda mkubwa sana ambao ni moja ya ushuhuda ambao tulifunga nao mwaka 2025 mwishoni, ambapo moja ya wafuatiliaji wa kituo hiki cha matangazo cha NYTV aliweza kufuatilia mahojiano au shuhuda za mtumishi wa Mungu na mahubiri ambayo amekuwa tukiarusha mtumishi wa Mungu Christina kutoka kule Sumbawanga, na akaweza kupata muujiza wake wa uponyaji, ambapo alipima kipindi cha nyuma na akabahatika kupata vipimo vyake vikaonekana ana virusi vya ukimwi, kwa maana yalionekana kwamba yuko positive. Na sasa tuko naye hewani sasa hivi, tunatamani kuzungumza naye akiwa kule mkoani Singida, na atatupatia ushuhuda huu ili uweze kusikia kile ambacho kimefanyika kwenye mwili wake na akapata kushuhudia yale ambayo Mungu amemtendea. Dada Josephine, Bwana asifiwe sana. Amina, Bwana asifiwe. Amina, habari za kwako? Namshukuru Mungu. Habari za shughuli njema, tunamshukuru Mungu. Heri ya mwaka mpya. Kazi heri na kwenu pia. Tunamshukuru Mungu sana. Habari za huko Singida? Ni njema kwa kweli, namshukuru Mungu kwa mengi aliyonitendea. Hongera sana. Tumesikia ushuhuda wako na watazamaji pia watatamani kufahamu. Kwanza tufahamu kuhusiana na shida ambayo uliipata. Kwanza ulianza lini kuhisi kwamba una hiyo shida, na pengine ulienda kupima na taarifa zilikuwaje, alafu ndo tuje kwenye ushuhuda wa kile ambacho Mungu alikifanya kwenye mwili wako. Karibu. Asante. Ilikuwa ni mwezi wa 10 wa mwaka 2025. Nilipokuwa nimeenda kufungua kadi kwa ajili ya kliniki ya mimba. Okay. Rasmi ndo nilitambua kwamba nina maambukizi baada ya kufanya vipimo mimi na mume wangu. Tulifanya vipimo hospitali ya wilaya, tukakutwa mwili nina virusi vya ukimwi, lakini mwenzangu akiwa yuko salama. Baada ya kufanya vipimo hivyo nilianza rasmi kufuatilia sasa kwenye mitandao watumishi mbalimbali. Lakini kwa bahati nzuri nilikutana na mtumishi Christina akiwa amerusha shuhuda zake NYTV, ikiwa mwezi wa 11 mwishoni, nafikiri ilikuwa 11 mwishoni, ndio nilibahatika kufanya da Christina. Nikawa namtafuta, akawa na simu nyingi, kwa hiyo sikuweza kumpata kiurahisi, lakini nilipanga safari, nikasafiri kutoka Singida nikaja mpaka Dar es Salaam ambako alikuwa akiendelea na shuhuda zake. Nilifika Dar es Salaam ilikuwa ni tarehe 2 ya mwezi wa 12, lakini kwa bahati mbaya alikuwa amekwisha kusafiri, alikuwa yuko kwenye usafiri. Okay. Kwa hiyo tukawa tumepishana. Baada ya kupishana niliwasiliana naye kwenye simu, tukawa tumewasiliana naye,
akawa ameniunganisha na mama mmoja wa kusikia ambaye yuko huko Dar es Salaam, ndio, kwa ajili ya kupata utulivu mahali pale ili niendelee na huduma. Hivyo baada ya kwenda hiyo tarehe 2 kwenda kwa mama mmoja, mama Mkono anaitwa, huyo mama ni wa Mungu sana, ndio alinipokea. Okay. Baada ya kunipokea na Kristina kesho yake alinifanyia maombi kwa njia ya simu. Nikawa nimepata yale maombi, nilipokea Roho Mtakatifu. Siku ile nilibubujika mno, tuliomba mno. Kwa hiyo tumemaliza. Mimi hatujabahatika mpaka sasa hivi kuonana live. Na mnaongea tu kwenye simu? Tunaongea tu kwenye simu. Huduma yangu pia nilifanyia kwenye simu. Okay, ya maombezi. Lakini kabla hata hajafanya huduma hiyo tena nilienda hospitali nyingine, nikaenda kuprove hapo hospitali moja iko Mbezi. Ndio. Nilikuwa bado niko positive. Kwa hiyo baada ya muda sasa, baada ya kukaa kuendelea na maombi nikawa nimerudi Singida. Ilikuwa siku ya tarehe 30 ya mwezi wa 12. Ndio. Nikarudia tena kwenye vipimo huku Singida. Na baada ya kupima nikakuta vipimo viko negative. Aise. Nikakuta vipimo viko negative. Nikamshangaa sana huyu Mungu, na mtu wa kwanza kumshirikisha ushuhuda inabidi nimshirikishe mtumishi wangu ambaye tulikuwa naye pamoja katika hii safari ya kutafuta uponyaji. Kwa hiyo tukamshukuru Mungu, tukashangilia pale. Mwaka mpya na mimi napita niko salama. Kwa kweli hili jambo lilinishangaza, yani sikutegemea kiurahisi. Huko nyuma kulikuwa na panda shuka, nawaza nafanyaje, lakini Mungu amefanya kwa kweli. Wala hii shuhuda sizungumzi kwa sababu eti nimpandishe awe kwenye cheo kikubwa, pengine watu wamjue zaidi. Lakini Mungu ni amefanya hiki kitu, Mungu amefanya. Na vipimo pia nilimtumia. Okay. Vipimo vya kabla na baada. Nilimtumia. Okay. Kwa hiyo yani ameviona, ni kitu ambacho sio cha kufikirika, ni kitu ambacho Mungu amefanya, na naendelea kumtukuza Mungu. Sasa nina amani, maana amani ilitoweka. Hicho kitu sio cha kawaida dadadani. Lakini baada ya kupokea uzima nilimshangaa sana huyu Mungu. Kwa hiyo Mungu yupo anafanya. Hongera sana. Kuwa tayari, kuamini na kutumika sawasawa na mapenzi yake. Mungu anachotaka ni kunyenyekea mbele zake. Yani Mungu amefanya. Sisemi kwamba kujikosha. Mimi sijawahi kumuona Dada Kristina zaidi ya kwenye NYTV. Ndio imeniunganisha na mimi na Dada Kristina. Lakini mimi sijawahi kuonana naye kabisa. Hata yeye mwenyewe ni shuhuda. Pamoja na kuwepo hapa Tanzania, lakini sijawahi kuonana naye. Tumekuwa tukiwasiliana naye kwa njia ya simu, na nashukuru sana Mungu kwa ajili yake. Amemtumia kwa ukubwa sana juu yangu. Hongera sana. Sijui leo ningekuwa wapi. Yani kiukweli Mungu amefanya. Hongera sana. Asante sana. Hongera sana. Pengine una neno gani kwa mtumishi wa Mungu, lakini pia ni nini wito wako kwa wale ambao wanakutazama? Kuna watu wengine tu pengine hawana imani na hivi vitu, wengine wanaona labda ni kutunga na nini. Yani ninachoambia kwanza, mtumishi wa Mungu, Mungu ambariki sana, amuongezee nguvu, amuongezee miaka, azidi kutumika zaidi na zaidi, asife moyo. Najua mtu unapokuwa katika hali ya ugonjwa unaweza pengine ukawa unakela, unasumbua, lakini asife moyo, maana kazi yake yeye, mjira wake ni Mungu, sio mwanadamu. Lipo taji la uzima ambalo atalipokea kwa ajili ya huduma hiyo. Afanye kwa uaminifu. Hili ninawaambia wasikilizaji na watazamaji,
kwamba Mungu bado yupo hai, anaishi, anafanya kama alivyofanya kwa kina Meshaki, Shadraka na Abednego, anafanya kama alivyowatendea vipofu wa kipindi kile, walivyotembea viwete, kama walivyofanya wakina Lazaro, kama walivyofanya wakina Moses Kulola, alivyowatumia, bado anawatumia watu wake wanaofanya kwa ukamilifu. Basi sasa ni kuangalia, je, lile neno lile la mtumishi li hai? Na namna mtumishi anavyozungumza, kama Roho wa Mungu yuko ndani yako, utamjua tu kwamba huyu mtumishi ni anatumika na Bwana au anatumika na miungu mingine. Kwa hiyo ni hivyo tu, ni kuingia rohoni, kuamini Mungu kwamba anafanya. Mengine yote hayo ukishaamini, mengine yote yanakupa kwa neema zake. Wala sio kwa ujanja wetu, ila ni neema tu ya Mungu. Amen. Mara baada ya kupima ukagundulika una hiyo shida, familia pia walilipokeaje hilo? Na ukizingatia pia na hali yako ya ujauzito uliokuwa nayo. Familia yangu kama familia yangu, hasa mume wangu alinitenga. Aliamua kutengana na mimi kwa ajili ya shida hiyo, kwa sababu yeye alikuwa yuko safi. Na kimsingi namna alivyoniamini, yani hakutegemea kama atakutana na kitu kama hicho. Maana pale hospitali tulirudia mara 2, majibu yakawa yale yale. Kwa hiyo mume wangu hakuwa tayari tena kuendelea na mimi. Lakini ninachosema ni kwamba watu wote wanaweza kukuacha, lakini Mungu wako hawezi kukuacha. Hakika. Mingi, simama kwanza na Mungu, mengine yote atakuzidishia. Mpaka sasa yani kadiri Mungu anavyofanya juu ya afya yangu, alivyofanya, hayo mengine yanaendelea kufanyika pia. Ya kimwili nayo yanaendelea kurekebishika. Ya familia yanaendelea kukaa sawa. Lakini familia yangu moja kwa moja, ambayo labda wazazi wangu sikuweza kuwashirikisha kulingana na imani yao, nisingeweza kufika hata hii leo kulingana na imani yao, haiko vizuri. Sikuweza kuishirikisha kwa sababu mimi imani yangu niliamini kwamba nikikutana na mtumishi wa Mungu ninaweza kupokea uzima, lakini wenzangu wanaamini kwa madaktari peke yake, daktari wa duniani. Likishindikana kwa madaktari, wanaamini kwamba limeshindikana moja kwa moja. Lakini mimi najua lililoshindikana na madaktari, Mungu anaweza kuwatumia watu wake kuponya. Amina. Kwa hiyo baada ya kupima sasa na kupata hivi vipimo vinaonyesha ni uko negative, hujampa taarifa mume wako? Mume wangu nimekwisha kumpa taarifa, lakini kwa sasa yani yuko mbali na mimi, yuko Manyara, hajaziona taarifa live. Nafikiri tutadhibitisha siku akija tukiwa pamoja. Kwa sasa yani taarifa za simu amezipata na vipimo nimemtumia. Anaonyesha moyo kumsuta, yani maana namna unavyozungumza na mtu na namna alivyofanyia, anaweza yani anaonekana kwamba kuna kitu anajutia. Yes, kabisa. Ni kipindi cha muda tu, wakati wa Mungu ukifika. Amen. Kwa kweli sisi tunamtukuza Mungu kwa ajili ya hili, tunamrudishia yeye utukufu, maana tunajua yeye ndo amefanya. Hakika yeye ndo amefanya. Ametumika Dada Christina kama chombo, kwa sababu chombo hicho kilikuwa safi. Bila usafi, bila kujitakasa, bila kusimama imara, Dada Tina asingeweza Mungu kuweka mambo yake makubwa kiasi hicho. Kabisa. Lakini imara wake, usafi wake ndio umefanya sisi tunapata kupitia yeye. Nasema Mungu ambariki sana, aendelee kumjaza pale alipopungukiwa. Sina kikubwa cha kulipa, lakini Mungu atakavyoniongoza nitamshukuru Mungu pamoja naye siku moja. Amina. Barikiwe sana. Nafikiri usikate, nafikiri mtumishi anaweza pia akakufanyia maombi tunapokwenda kuhitimisha mahojiano haya. Amina. Tutakuwepo na mtumishi Tina hapa kwa sababu yeye ndo aliyekufanyia maombi na Mungu akafanya. Ngoja akuombe. Amina. Amen.
Karibu. Dada Josephina, Mungu akubariki sana kwa kweli. Ninakosa hata lugha ya kusema, lakini yote katika yote atukuzwe Mungu anayefanya yote kupitia wanadamu. Ni Mungu tu ndo anayefanya. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Kwa kweli namna ambavyo ulikuwa na sasa unaongea ilikuwa ni kitu kama ni kigumu sana. Sitasahau ule wakati ambao tulilia pamoja. Yaani kwa kweli hakika Mungu ametutendea wema. Mungu yuko anaishi tena. Yaani kwa kweli ni ajabu sana. Mimi nimemwogopa Mungu, na kwa kweli ninatamani watu ambao wanateseka kwa kweli walikubali jambo hili na kulielewa kwamba Mungu anaweza akafanya. Ni kweli anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi fanya kabisa. Kwa hiyo ninatamani tumshukuru Mungu pamoja. Najisikia tumshukuru Mungu pamoja, ili na wale watu wengine ambao wanapita kwenye changamoto waamini tu kwamba Mungu yupo. Tena haina hata haja ya kuonana na mtu, maadamu mtu ana shauku kama ulivyokuwa wewe umefunga safari kutoka huko, Bwana amekutendea. Yaani maombi hayana umbali. Nataka tumwombe Mungu ayatunze maisha yako, akulinde kwa kweli, ushuhuda huu uishi. Yaani ushuhuda huu utembee mahali pengi, wafikie watu wengi ambao wamefungwa kwenye vifungo hivyo. Mungu awafungue watu waliokosa tumaini, wapate tumaini jipya katika jina la Yesu. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, we Mungu mzuri, wewe Mungu mzuri, wewe Mungu mzuri sana, wewe unaweza kufanya mambo yaliyo juu ya akili zetu na fahamu zetu. We Mungu unafanya mambo ambayo tukiyasikia, tukiyaona, Mungu, macho yetu na masikio vinawasha. We Mungu, wewe Baba wa rehema nyingi, ninakushukuru kwa ajili ya maisha ya Josephina. Yesu, ninakushukuru Mungu, sina hata kitu cha kusema. Baba, ninanyenyekea kwako, umetutendea kwa ukarimu mwingi. Baba, tukurudishie nini Mungu? Turudishe nini Baba? Turudishe nini kwako? Baba, unaweza. Mungu, wewe unaweza. Yesu, wewe ni utoshelevu wetu. Ninamwombea mwanamke huyu neema. Mungu, mwanamke huyu endelea kumtunza kwa ajili ya utukufu wako. Baba, wewe Mungu, mandere boshanda rababa baba riko ramo sekete iritora na mokute ramandere bobo riko ramo saya. Baba, utukufu ni wa kwako. Roho Mtakatifu, ni wewe umefanya haya. Yuko mtu mwingine anatazama Baba, amekata tamaa, amepoteza tumaini. Mungu, wewe ni halisi. Yule ambaye ataamini atapokea uponyaji. Bwana Yesu, naomba ushuhuda uinue mioyo ya watu. Yesu, ushuhuda uinue watu Baba. Ushuhuda uinue watu Mungu. Uinue maisha ya watu. Riko ramo sekete ramo riko. Mungu, tunakosa cha kusema. Tunakosa cha kusema Baba, wewe ni utoshelevu wetu. Mungu, wakumbuke watu wanaopita kwenye changamoto, kwenye shida, kwenye kukataliwa kwa ajili ya magonjwa na taabu mbalimbali. Yuko mtu Mungu anatazama, anasikia,
amekunywa madonge haya ya kuongeza matumaini. Kiukweli hapati tumaini. Baba, gusa maisha yake, tunakosa cha kusema. Mungu, utukufu ni wako. We Mungu, utukufu ni wa kwako. Hatutagusa hata tone. Haya mambo yamefanyika kwa nguvu zako. Mungu, wewe unainua vinyonge. We Mungu mzuri, wewe Mungu wa pekee, wewe Mungu wa ajabu. We Mungu, nakosa lugha ya kusema, itoshe tu hivyo. Nakosa hata maneno ya kuomba. Unashangaza Mungu, unatisha. Hakika Mungu, wewe ni Mungu uliyeumba. Unasema wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna neno gumu kwako. Asante kwa faraja juu ya Josephina. Asante Mungu. We Mungu, asante. Aba, tunakushukuru wewe Mungu. Tutunze wewe, tupe neema ya kukurudishia sifa na utukufu. Ninaomba umtunze mwanamke huyu, ni mjamzito. Endelea kumwatamia yeye pamoja na mtoto aliyeko tumboni. Ninachoamini umetuandalia jasiri Mungu, shujaa wa imani. Mtoto huyo atazaliwa ni chombo chako Mungu. Asante kwa kumtunza huyu mama kwenye hali. Asante kwa kumponya na presha. Yesu, tunakushukuru wewe. Ninakuamini hata kwa habari ya ndoa yake. Wewe ni Mungu mwaminifu sana, utampa maisha mengine ya furaha pamoja na mume wake huyo. Penzi mtazamaji wa kipindi hiki cha NYTV, nakosa lugha nzuri ya kukwambia. Hebu inuka pamoja na mwanamke huyu, mwamini Mungu. Mwamini Mungu. Kuna watu wengine wanaona hivi vitu ni kama vya kutunga. Nakwambia Mungu ni halisi. Mungu ni halisi, anafanya. Moyo wa Mungu unalia, anapona, unateseka. Mungu anaumia. Anaumia kuona wewe mwanadamu unateseka. Wala hajafurahia wewe kupita kwenye mateso ya magonjwa mbalimbali. Hafurahi mwenye dhambi hata mmoja kupotea. Nikutie moyo. Amini tu. Amini Yesu anaweza. Amefanya leo kwa Josephina na kwako inawezekana. Hata mimi mwanamke huyu aliponipigia simu, masikio yangu yaliwasha. Kama ambavyo na wewe utashangaa, nilishangaa. Lakini nikasema Mungu, acha uitwe Mungu. Nakwambia Mungu anaweza. Aliumba mbingu na nchi, anaweza. Hakuhitaji wakandarasi. Hakuhitaji watu maarufu wa ujenzi. Nakwambia aliumba pasipo kuumbwa. Yeye ni Mungu wa ajabu. Ni Mungu ambaye hakuhitaji vifaa vya ujenzi imara. Hakuhitaji chochote, aliumba. Alipotamka vitu vilitokea. Tumelisema tu neno, tukasema mwanamke huyu awe mzima. Nakumbuka nilitamka tu neno, lile neno la Mungu ambalo alitamka, vitu vikatokea. Josephina amepona. Amepona. Mwamini Mungu. Mwamini Mungu atakutoa kwenye mateso. Mwamini. Kama ambavyo wazazi tunalia na watoto wetu vile wanavyotuumiza, ndivyo ambavyo Mungu analia na wewe ukiwa unamuumiza alafu upo kwenye maumivu. Mwamini Mungu. Yote yanawezekana. Amini tu. Yote yanawezekana. Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Nakwambia alivyotenda
kwa mitume na manabii alivyotenda mwenyewe. Hata leo anatenda, hajabadilika. Utendaji wa Mungu haujabadilika. Amini tu, amini tu, narudia tena, amini tu, amini, amini, mwamini Mungu. Wakina Petro walimkuta yule kiwete aliyekuwa na ule ukiwete tangu kuzaliwa. Alikuwa anaomba fedha, anaomba kutoka kwa watu akiwa amekaa. Walifika wakamwambia, hatuna fedha wala dhahabu, tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu simama uende. Yule kiwete alisimama akatembea. Ninayeongea na wewe hapa nilikwambia nilikuwa kwenye shimo refu. Ilikuwa ni usiku, hapakuwa mtu yoyote, Mungu alinitoa. Ninarudia tena kukwambia, mimi ni yule nilizungukwa ili nikatwe na mapanga. Mungu alinitetea kwenye kile kifo. Ninakwambia mimi ni yule ambaye wachawi walikusudia mabaya kwenye maisha yangu. Mungu alinitetea. Nakwambia Mungu anajitosheleza, nimemuona. Mungu ni halisi. Mwamini Mungu, atakutendea wema. Mwamini Mungu hivyo tu. Amini tu. Amini. Narudia tena, amini Mungu. Amini Mungu. Usimpime Mungu kwenye magonjwa. Wengine mnadhani Mungu anaponya tu mapepo. Mapepo ndio yanaweza yakatimka kwenye jina la Yesu. Hapana. Anaponya magonjwa yote. Mwamini Mungu, anaweza. Vipofu wanaona, nimeona mwenyewe. Mungu anafanya. Sisi tunajisikia kunyenyekea mbele za Mungu. Mungu asante kwa yote. Mungu akubariki wewe unayenitazama. Lakini Josephina, Mungu akubariki sana, ninakupenda sana. Asante sana kwa kuniombea. Ulinitia moyo tangu unanipa taarifa hizi, ukasema nisikate tamaa. Endelea kuniombea. Ninaamini Mungu ataendelea kufanya makubwa zaidi kwa utukufu wake. Usiache kuniombea unyenyekevu kwa Mungu. Mwambie tu Mungu anivike roho ya unyenyekevu. Hilo tu ni hitaji langu kubwa. Mungu akubariki sana na kutakia mwaka wa baraka sana. Tutaendelea kuwasiliana. Wakati wowote nipigie simu. Mungu akubariki. Amina na tena. Barikiwe sana na kupenda. Nakupenda pia na Mungu akulinde. Amen. Pengine umekata tamaa, pengine umevunjika moyo, kila kitu kwako ni afadhali ya jana. Mungu wetu anakuona, mtetezi Yesu yupo. Wanadamu nao hao wameumbwa kama wewe. Mtazame